Najua hapa mnaliona vizuri na mnaikumbuka vizuri jengo letu. Kwa mara ya mwisho kabisa nilivyoweza kuwaonyesha, niliwaonyesha tukiwa tumeanza kujenga tiles sakafuni huko ndani. Sasa leo nahitaji tuingie tuweze kuona. Sitaki nikuhadisie, nataka tuweze kuona wote kwa pamoja. Tukianza kabisa katika mlango mkuu, kama mnavyoweza kuona tiles imekamilika. Hapa tuko mlangoni kabla hatujaingia. Ni ishara kwamba kazi ya tiles imekamilika. Ni ishara kwamba kazi ya tiles imekamilika kama wewe mwenyewe umeona. Ninapozungumzia tiles, kwa wengine wanaolijua jina la marumaru ni kitu kimoja. Tiles na marumaru ni kitu kimoja. Kwa hiyo nikisema tiles ujue ndio hizi, na nikisema marumaru ujue ndio hizi ninazozizungumzia. Sasa nilivyokuwa nimeonyesha wakati tunaanza kujenga tiles, tulikuwa katika eneo hili, ndio onyesha na fundi akiwa anaendelea wakati huo tunaanza. Cha ziada hapa unavyoona hapa, haya ni maji. Haya ni maji, ngoja nikuze kidogo. Unaona haya hapa ni maji. Kwa nini ni maji na anafanya nini huko wakati bado hatujakamilisha na maji hayahitajiki? Ni kwa sababu hapa hii nyumba ni paa lake ni hidden roof. Paa lake ni la hidden roof. Kwa hiyo siku ya jana ya tarehe 27 mwezi wa 10 mvua imenyesha kubwa tukiwa bado hatujamaliza baadhi ya vitu. Hii unayoiona hili ni eneo la duct, ambapo hapa tutalifunga ile bomba unaloliona, tutaliunganisha, tutashuka chini, kisha tutatoboa ukuta hapo, itapeleka maji nje na tutaziba ukuta. Hii sehemu unaiona itazibwa. Kwa hiyo hapataonekana kisha fanyia finishing na mtu ataweza kujua kama kuna bomba la maji huko. Na ndio maana haya mnayaona. Sasa kwa kuwa nimeshaelekeza hayo, hatua iliyofuata baada ya kuwa kazi ya tiles imekamilika, hatua inayofuata hapa ni kufanya usafi wa eneo lote hili ambalo tumefanyia tiles, kote kukawa safi, kung'aa na takataka zote zisiwepo kabisa. Na tutakapofanya hivyo, kitu kitakachofuata cha mwisho ni nini? Ni kupaka grout. Kisha paka grout sehemu kama hizi za wazi unazoziona kama hii. Hii sehemu unayoiona wazi kama hii ndio tutakiwa ipake grout. Baada ya kuwa tumefanyia usafi cha paka grout, basi tutasafisha yote kwa pamoja na maji ya vuguvugu na tutahakikisha jengo letu linapendeza, na nitakuja kuwaletea kwa hatua hiyo tutakapokuwa tumefikia kwa hapo baadaye. Lakini mpaka sasa kazi ya tiles yote imekamilika, hata ukote huku unazoendelea kuona. Video vya mwisho huku ilikuwa bado hakujakamilika, lakini kwa saizi video kama inavyokuonyesha kwamba tumekamilisha. Na tukija katika hizi vyoo hapa, kumbuka kuna vyoo viwili, kuna vyoo vya kike na chumba hiki na vyoo vya kiume. Kwa hiyo hata huku chuoni tulikuwa bado na sikuonyesha wakati tiles za ukutani, na huku sasa tiles za ukutani zote pia zimekamilika. Tiles zote zimekamilika katika hili jengo. Kwa hiyo kitu cha maana na kitu cha muhimu sasa, hii sehemu naiona tujaweka tiles, hii sehemu ambayo tutaiskim na itapakwa rangi. Kwa maana hii ni sehemu ambayo haitakuwa ikigusa maji, ni sawa tuna maeneo mengine. Kwa huku tumekamilisha, na hata ukija huku kwenye vyoo vya kiume pia tumekamilisha. Kwa hiyo kama itatokea lolote kutokea kama tutakuwa mwandalizi, nitaweza kuwaletea. Lakini mpaka saizi hatua iliyobaki mpaka huko ukutani kama nilivyowaambia ni kupaka grout pekee. Hizi sehemu nazo ziona ni kupaka grout pekee. Lakini yote kwa yote kazi ya tiles au kazi ya marumaru imekamilika katika hili jengo. Je, ni jengo lipi? Hizi picha unazoona ndio kupitisha hapo. Kuna sehemu ya kupitisha picha na hii na kupitisha nyingine inaweza kukukumbusha uweze kutambua hili ni jengo lipi. Hili ni jengo lipi? Hili ndio jengo ambalo tumetoka kuangalia ndani tukiwa tumekamilisha kazi ya marumaru, kazi ya tiles. Kwa hiyo yote kwa yote, endeleeni kuwa na sisi ili muweze kuhakikisha mnajifunza vitu vya ukweli na uhakika na vitu vyenye ubora na kiwango kizuri, na muweze kujua kazi zote tunazoweza kuzifanya, kwa sababu tunafanya kazi kwa vitendo, pia tunafundisha.